بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك لعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، jana tulisimama katika sura Safat, tulikuwa tunasoma aya 6, 7, 8 na 9 mpaka 10. Aya 6 mpaka 10 tukasema tunaendelea tena leo pamoja na kulinganisha aya za Safat pamoja na aya za sura Al-Hijr, na pia kusoma katika sura Al-Jinn kidogo. Sura hii leo nne nafikiri kama sikosei tukaanza, na katika utangulizi mwanzo tulielezea kwamba sura hii ya Makka imeanza kwa kiapo cha malaika, na tumeelezea baada audhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim was-saffati saffa faz-zajirati zajra فالتاليات ذكرى إن إلهكم لواحد. إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. Darasa yetu jana ndio hiyo, tuendelea tena 6 mpaka 10, sehemu ya pili. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. نعم. Tafika mpaka hapa tena leo, na tumesema masala aya za mwanzo hizi tutapitia mbio. Mwenyezi Mungu ana hapa kwa wanajipanga kwa safu safati, safu wanajipanga kwa safu, malaika fazajirati zajirat, kaeleza maana chungu nzima, lakini hasa tunasema wenye kukataza mabaya, na fataliyati dhikra, na wenye kusoma dhikra, ukumbusho, ikawa Qur'ani au malaika waliokalifishwa kuleta wahi. Na haya yote haya katika kiapo hichi wasafat safa, na chenye kuapiwa jawabu ya kiapo inna ilahakum la wahid, wahdaniyatullah, at-tauhid ndio lengo kubwa kwa kiapo hichi. Mola wenu ni mmoja, tena basi yeye ndio Rabbu, ndio Mola mlezi, Rabbus samawati wal ardh wama bainahuma wa Rabbul mashariq, na Mola mbingu na ardhi na mashariki mbalimbali. Na hapa haijaja kauli wal magharib kwa sababu Mwenyezi Mungu anaacha akili fanye kazi kwa kuzingatia. Iko sehemu chungu zima zimetajwa magharib na magharibain na maghrib, ina maana hakuna mashriq ila kuna na maghrib. Hakuna mashriq ila isipokuwa kuna nini? Kuna na maghrib. Na kwa hiyo na ikiwa sehemu nyingine imetajwa mashriq na maghrib, mashriqain na maghribain, masharq na magharib, inatosha. فطالما هناك مشارق فلا بد من المغارب، لازم يبقوا مغارب. نعم، لأنه لا يشرق على قوم إلا إذا غاب على قوم آخرين. haipandi kwa watu ila inatua kwa wengine. Sasa kwa lazima pote mawili. Naam, yani طبعا na masala kwamba ni masharik wa Rabbul masharik tumeelezea vya kutosha, isipokuwa tunaongezea tena kwamba
hakuna kugongana kwamba kuna mashriq halafu mashriqain halafu mashariki moja mbili na wingi, kwa sababu zote zina maana, kila moja na kusudio lake. Na mashariki kwa mfano ukichukua kama ni ardhi yetu tu, kila sekunde kuna pahala jua linachomoza. Baada ya dakika 3 kuna wengine wanachomoza sehemu, baada ya dakika 5 sehemu nyingine, baada ya robo saa sehemu nyingine, kwa mujibu wa location safari pale, sio? Na kila pale na wakati wake. Mashariki ya hapa unauliza wapiga simu, mfano sehemu za Arabia, atakwambia sisi saa nzima kabla jua lishapanda, lishachomoza jua kabla saa, sisi tunaota saa nini. Ukiuliza watu Uingereza atakwambia sisi kabla masaa 3. Sisi baada ya masaa 3 jua litachomoza, itachelewa 3 hours. Ukimuuliza mtu aliyeko Marekani atakwambia leo sisi tutaanza saa 4 usiku sasa. Ukiuliza pande Australia huko atakwambia sasa hivi tuko mchana tena, sio? Na kila sekunde, kila dakika na jua linachomoza mashariki chungu zima. Na hikma Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hata kwamba iwe neno yusabbihuna al-layla wan-nahar, malaika wanamsabihu usiku na mchana. Kwa malaika kila wakati usiku, kwa kila wakati mchana, kwa sababu kila pahala kuna mchana huko usiku huko usiku. Subhanallah, ili iwe katika ulimwengu mzima walokalifishwa baina jini wal insi wanamdhukuru Mwenyezi Mungu kila dakika. Allahu akbar, Allahu akbar, nasikia hapa, baada ya robo saa nasikia sehemu nyingine, baada ya dakika 10 nasikia sehemu nyingine, baada kabla ya dakika 10 robo saa imeadhini sehemu nyingine, na kabla ya dakika 20 sehemu nyingine, na kabla nusu saa. Na kwa hivyo na kadhalika kila pale mashariki huko na huko maghrib, halipandi kwa hawa ila limetua kwa hawa, sio? Kwa hivyo ndio Mwenyezi Mungu time zote anadhikuriwa na kusabihiwa na kukabiriwa, kumtukuza Mwenyezi Mungu. Yusabihuna layla wan nahara la yaftarun. Naam. Halafu tukasema baada aya hizi tukaendelea katika aya 6 tumesoma jana, inna zayyana, inna hakika sisi. Na Mwenyezi Mungu anapenda kutumia hii kwa wingi, sisi sio mimi peke yangu, ili kutuonesha utukufu wake, adhamatihi. Aliko adhim siku zote hatumii mimi peke yangu, sisi, kwa sababu ukilinganisha sisi binadamu tunatumia, kwa sababu mfalme pahala anaposema anasema yeye kwa niaba yake na kwa niaba ya raia wake wote, sio? Na kwa niaba ya nchi nzima. Kwa hiyo wasemi we the Queen of England kaza 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 kaza, sio? Sisi ile adhama ikiwa ala mustawa binadamu anatumia hado. كيف الله سبحانه وتعالى ولله المثل الاعلى. inna hakika sisi, na inapotumika inna hakika sisi inaonyesha adhamatullah, qudratullah, utukufu wake, uwezo wake mkubwa, hikma yake kubwa, kila kitu, uwezaji wake wa kuweza kufanya kila kitu, hata kwa kun basi inakuwa fayakun. Lakini kama tulivyosema kabla, anapozungumza masuala ya ibada, kumwabudu yeye, hasemi sisi, ili usije ukapotea ukaenda kutafuta miungu mingine. Akamwambia innani anna Allah, innani hakika mimi, sio innana. Innani hakika mimi, ana ndo mimi, Allah, la ilaha illa ana, hakuna Mungu anastahili kuabudiwa ila mimi, fa'budni, niabudu mimi. واقم الصلاه لذكري sio lidhikrina, lidhikri, kwa utajo wangu, lianahu huwa Allahu al-ahad, qul huwa Allahu ahad, Allahu as-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kwa hivyo unapozungumzia fil ibadat siku zote tuna mmoja, في عظمته وقدرته وقوته وحكمته وعلمه وعزته, utukufu wake. Haya yote yanakuja mara nyingi kwa utukufu wa sisi. Umefahamika? Inna zayyana, tazyin ni kupamba, ikawa zen, kitu zen yani kizuri, au sio? Zayyana, inna hakika sisi, zayyana tumeipamba, as-samaa ad-dunya, mbingu ya duniani. Hii mbingu tunayoona yote ni samaa ad-dunya. Samaa ad-dunya maana yake dunia, dunia maana yake
manake ilikuwa chini kabisa. Dunia ad-dani, at-tadanni kuja chini, wa ta'ali kuja juu. Ad-dunya wal-ulya, ulya ni juu, al-ulu juu, wad-dunu chini. Kwa hivyo samaa mutadania kama alivyosema kule, zuyina linnasi hubbu shahawat min an-nisaa والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. amefanya wamepambiwa tazina hapa, zina linnas hapa tunasema nini? Inna zayyana as-samaa, tumepamba vile, na pia tumepambisha au tumewapendezesha watu wapende, linnasi watu hubu, mapenzi ya shahawati ya matamanio, wanawake, nisaa, walbanin, watoto, walqanatir muqantarati min adh-dhahab wal-fidda, mirundi kwa mirundi ya fedha na dhahabu, wal khayl al-musawwama, na farasi wazuri, malambagini na Rolls Royce, ndio farasi sasa. Zamani mafarasi al-khayl al-musawwama well trained, sasa hivi gari zilizosukwa uzuri za ghali, au sio? Magari ya ghali ndio khayl yenyewe vipando, au sio? Ambao vilikuwa well trained, vilikuwa trained vizuri sana, na magari yaliyotengenezwa yalosukwa vizuri sana, khayl musawwama wal an'am, na kupenda wanyama. Wanajua watu wote walikuwa matajiri, wanapenda weekend yao kutumia nini katika mashamba yao, wana nyumba zao kule na mazao yao mazuri mazuri, wanakula fresh, wanachinja fresh, au sio? Akhir musal an'am, na waziwa wanakunywa fresh, asotiwa tone ya maji, au sio? Wala an'am wal hars, na matunda masafi. Hayo yote kama tamanio binadamu, haya tu mambo yake anayotaka, au sio? Ndio starehe zake. Maana kishaona sasa hivi niko mjini, mshapata kidogo, naanza kukusanya mamilioni kidogo, anaanza kutafuta shamba, anajenga nyumba nzuri ya kupumzika weekend, au sio? Kwa hivyo hiyo ndio mdhali kama taa hayati nini dunia. Nini maana yake dunia? Maisha nini? Ya chini kabisa, yani ndio duniani, ndio maisha. Ndio kama tukaambia hayati dunia ila mataa nini? Al-ghurur, starehe za udanganyifu tu. الحياة المتدنية، وإن الدار الآخرة nyumba akhira la hiya alhayawan, sio hayawan mnyama. Hayawan mnyama lugha ya kisasa. Hayawan aina kubwa ya hayat, bal tu'thiruna hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa idha khairun wa abqa, ndio maana yake hayawan. Ukitia mara nyingi inakuwa unatukuza ile sifa utakutaja alhayat alhayawan, na kama alivyosema rahma arrahman kubwa zaidi kuliko rehema desturi, na mara nyingi na ukitia ataghia, mtu mwovu, taghut, shetani mkubwa, asio malak, ufalme unaweza kuona, lakini malakut ule ufalme hataona wewe. Unajua ile kwako peponi kumeona, la ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Ile malakut, malakut ni kitu ambacho hakioni binadamu, lakini Mwenyezi Mungu anataka kumuonesha mja wake, anamuonesha. Wakadhalika nuri Ibrahima malakuta samawati wal ardh. Kwa hivyo ukiongeza na kuongeza ukubwa. Sasa maisha duniani maisha madogo sana. Mwenyezi Mungu kwake kuna maisha makubwa zaidi. Kwa hivyo dunia al-mutadanniya, au bimaana mbingu iliyokuwa chini kabisa. Mbingu ya dunia bimaana mbingu ya chini, kwa sababu juu yake ziko mbingu 6. Na alafu sidratul muntaha, alafu tena mipaka kuingia katika ufalme mkubwa Mwenyezi Mungu uliowekwa kwa ajili ya siku akhera, hasa ndio miad, يوم المعاد, na siku ni hisabu na starehe za huko za milele za peponi, na adhabu za milele za motoni, wal billah. Mwenyezi Mungu dhamajina minan nar, atupushe nayo inshallah. Inna zayyana, tumepamba samaa dunia, mbingu hii ya chini, mbingu ya karibu, binini bizinatil kawakib, bizinatil kawakib. Kwa nini? Kwa mapambo ya nini? Ya kawakib, ambayo ni nyota na sayari nyinginezo, sawa. Halafu akasema wa hifdhan min kulli shaytanin marij, na hifdhan, na kulinda na kuhifadhi kitu kisiharibiwe, au hifdhan kulinda, ulinzi kutokana na kulli, na kila shaitanin marid yani mutamarrid, asi,
mwenye kwenda kinyume na maamrisho ya Mola wake. Atamarrud tumesema ni kwenda kupinga amri, kwenda kinyume na kufanya khiana dhidi ya amri uliopewa. Hilo maana kitamarrud, min kulli shaytanin marid. Na tujue kwamba الشيطان اسم liman kafara min aljin, ni jina lilotumika kwa kila aliyekufuru katika jini akaitwa nani? Shetani. Na bosi wao anakuwa ndio iblisi tena. wa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbar. illa iblisa kana min aljin, kana min الجن ففسق عن أمر ربه akapinga na kukataa amri ya Mola wake. Kana min aljin, usifikiri kwamba alikuwa malaika, kwa sababu aya mwanzo katika al-Baqara Mwenyezi Mungu alipoamrisha isjudu li Adam fasajadu fasajada malaika, isipokuwa nini? Illa iblisa aba wastakbar, sio amekataa na akatakabbar. Ila iblisa na wote malaika wamesujudu, ina maana katika Kahfi anakuambia qulna lil malaikati tasjudu li adam fasajadu illa iblis. Sifikiria kule min al malaika, la min al jinni fafasaqa an amri rabbi. Iko yeye Mola wake amekwenda kinyume naye, nyinyi mnakafu tatakhidunahu wa dhurriyatahu awliya min duni, mnachukua hao ndo mabwana zenu na kuwasikiliza na kuwatii, ukaniacha mimi. Mwenyezi Mungu anajekelele hawa kazi yao kupoteza watu. Kwa hivyo hao min aljin, isipokuwa watu walikuwa wakiishi pamoja na malaika sabili. Na ndio kwa maana ikaja kwamba nini kisa kinachokuja, kwa kuwa wanaishi kule, wana uwezo wa kwenda. Mwenyezi Mungu ameumba hapa min nini, minan nar, wameumbwa hawa min nar. ربنا اسمه كله ربي آلاء ربك ورك ماذا كسرة الرحمن فبأي آلاء رب قبل لكن ثم بنادم من نين وخلق الجنة من وخلق الجنة من مارج من نار. أصير tumeumba jini kutokana na ulimi wa nini? Wa moto, ndio ulimi wa moto, ule moto. Na taban malaika min nur, na huyu kaumbwa marijin min nar, katika moto. Kwa hivyo kiumbe cha maumbile yake tofauti na maumbile ya nini ya binadamu, kwa sababu sisi min tin lazim, kama ilivyokuja katika aya hapa, kutokana na udongo, mchanga uliochanganywa na maji, kwa udongo uliofinyangwa alafu kakaukiana ikawa salsal, alafu hamai masnun, alafu akatoa ruha kwa binadamu wala binadamu. Kwanza tin, ya ayuha an-nas in kuntum fi raybi min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turab. Na sasa mnapinga kufufuliwa, mkumbeni kwa mchanga dhaifu nyinyi. Tazama ulimwengu wote tulioumbwa. Kwa hivyo nyinyi chochote si la nini, asli yenu min turab. Na udongo huu maji ma'un ma'a turab imekuwa tin. Tini ile maji yake yameanza kukaukiana, imekwenda stage na salsal hamai masnun, inapotiwa ruh inakuwa binadamu kamili. Na kadhalika unarudi kinyume, kitu cha mwanzo inatoka roho kama ulivyoanza kufanya mchanga, alafu na maji ukachanganyika, alafu kawa nini, udongo ukafinyanga salsal, kama udongo unakuwa watoto skuli wakafinyanga wakatengeneza ndege watu, sio? Alafu unakuja stage inakaukiana zaidi mpaka mwili unakuwa hii hali tulikuwa nayo kutokana na roho pia kishatiwa. Sasa hivi basi mtu anapotaka Mwenyezi Mungu kumchukua mja wake, kwanza kitu cha mwanzo kile kilichoingia mwisho roho, baada ya miezi 4 anashuka malaika, anampulizia roho, anamwandikia kila kitu chake, masiri yake yote, kana saidan au shaqiyun au said, anaandika ajali yake, anaandika riziki yake, anaandika kila kitu chake, au sio? Siku kutoka roho, kitu cha mwanzo roho inatoka. Ikishatoka roho inakuwa mwili bila nini? Bila roho. Sasa hivi inapita stage zile kukauka maji na kukauka mambo katika kiwiliwili chake, kidogo kidogo mwili unabadilika.
harufu inabadilika, zina decompose mambo baada moja, magesi yanatoka kama katika mwili wake, carbon na oxygen zote zinageuka carbon dioxide zinatoka, halafu mwili unazidi kukaukiana, unazidi, halafu unakuja siku ukakuta mwili ule umekuwa sawa na ule mchanga ulikuwa juu yake pale, sio umerudi tena miturabu. Kwa hivyo kwa unapinga, rejea nyuma, reverse action, kurudi mpaka ukajijua asili yako miturabu, sio? Na dalili hiyo na viungo vyake vile constituents za madini yaliokuwemo katika mchanga ndio utakuta binadamu. Kwa hivyo huyu jini kaumbwa kwa moto tofauti na binadamu, na moto huu kama una quality zake, sifa zake tofauti na binadamu. Kwa hivyo naambo anaweza kuruka chupa kenda juu mara moja, na aya zinasema hivyo, sio? Walikuwa pamoja na nini, msujudie Adam, kakata kafukuzwa na rehema Mwenyezi Mungu, lakini alikuwa hawachi kupanda, anakwenda kufanya nini na umbea wake? Anakwenda kutafuta habari, malaika anaambizana nini, amri ya Mwenyezi Mungu. Malaika huyo anamwambia malaika huyu anashuka mbingu ya 7 kuja mbingu ya 6, mbingu ya kwanza, wanakuja kuleta habari za watu, vifo vya watu, riziki za watu, makazi yanokalifishwa malaika, na wao utega sikio. Na ndio kwa maana kabla kuja kwa Mtume sallallahu ikawa malaika na majini walikuwa wanafanya kazi kubwa sana ya kuleta habari, wanaotega sikio wakaleta habari wakiwapa makuhani. Ndio kuna kumezidi kumezaga kwa makuhani zamani na udanganyifu na kudanganya watu, na yote haya ni katika kutia katika ushirikina binadamu. Kwa hivyo anaposema hapa wa hifdhan min kulli shaytani marid, na tukajalia tunahifadhi na kulinda na kutokana na kila shetani alikoasi, anepinga amri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakafanya vitimbi vyao vya kupoteza binadamu, kwa sababu viumbe hivi binadamu na jini ndio wao waliokalifishwa, walipewa akili na waliokalifishwa taklifa, waliopewa mukallafun kumwabudu Mwenyezi Mungu na kufanya wema yote aliyotaka Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hawa walikuwa wanafanya iko kuhifadhiwa, tumepamba mbingu ya dunia na zina tilkawakib. Huko juu kunakotoka kote si muhimu, mwisho wake mbingu ya dunia mpaka kufika ardhini kudanganya watu. Hapo ndo wanapowahiwa, kama kwamba habari zinapotoka juu kwanza halafu zikapita mbingu baada ya mbingu, huko kunakuwa afadhali, na waende juu kwani na malaika wanashuka chini, wanafika mpaka mbingu ya chini, halafu ndo wanazipeleka habari. Tutaka hapa mbingu ya chini, samaa dunia ili tutegee, au sio? Kwa hivyo na huko, na hii dalili kwamba kwanza unaweza kuwa uwezo wa kufika mpaka mbingu ya 7 ya 6 mwenye spidi ndogo kabisa binadamu, halafu alemzidi binadamu anakuja jini, au sio? Halafu wanatoka hapo wanakuja nini, spidi kubwa zaidi malaika, na huwezi kulinganisha baina spidi ya malaika na spidi ya jini, kwa sababu wale wamewekwa kwa ajili ya kazi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kazi wanokalifishwa zatoka mbali fauka 7 samawati wafikishe katika ardhi hii. Kwa hivyo spidi ya nur, kilichoumbwa kwa nur tofauti na spidi iliyoumbwa kwa moto, na asio. Kwa hivyo utaona kwamba itakapokuwa spidi ya malaika ni kubwa kuliko nini, na kwa hivyo uwezo wa malaika mkubwa wenye kutii na bila kuasi, sio hawa mutamarridin marid, shaitani marid. Kwa hivyo kuhifadhi kwa mbingu ya dunia kulikuwa kunahitajika, kwa sababu ndio uwezo unaweza kufika majini na kutafuta habari na kuleta kueneza huku, wakichukua moja waliosikia wakati ya 9 au 90 ya uongo kuwadanganya watu. Hivi ndivyo walikuwa wakifanya. Na ukitazama aya hii inasema la yasma'una ila al-mala'i al-a'la, ili wasiweze yasma'una. Kuna yasma' tasamma, na kuna nini, kuna samia yasma' istama'. Samia mtu kapita anasikia watu wanazungumza mambo yanakuja bila kuchukua juhudi wala taklifa kwenda kusogeza sikio karibu yao, kapita kasikia ingine anasema yasma'. Lakini ukikusudia sana kusogeza sikio sana, pengine usisikie au ukasikia nusu usisikie, ili tasammu kujikalifisha nafsi yako kwa ajili ya nini, kutaka kusikia. Na hapo ndio kusikia la yasma'una.
la yasma'una ila al-mala'i al-a'la illa wasiweze yasma'una kusikia hata kijitahidi kusogeza kuja juu na kutaka kusikia ndo maana yake wasata jitihada wanaoifanya kwa kupanda kutafuta information halafu kisha wasiweze Mwenyezi Mungu awape fursa zaidi wafanye jitihada yote la yasma'una ila al-mala'i al-a'la al-mala'i al-a'la ni viumbe vilikuwa juu huko wanaokalifishwa na Mwenyezi Mungu nao ni malaika al-mala'i al-a'la hum al-malaika kwa hivyo ila al-mala'i al-a'la alafu basi kama wanajaribu kutaka kwenda kusikiliza wayuqdhafuna min kulli janib yuqdhafuna al-qadhf ni maana qadhf qadhf kurembea kurusha chochote kile hata wakati mwingine inatumika ghair kurusha jiwe au kurusha nini al-qadhf kupiga kwa chochote jiwe au chochote kurusha target yote unapokusudia na kuna qadhf hata imetumika qadhf al-muhsanat al-ghafilat kutupa kurembea maneno ya uongo kuwasingizia wanawake wanyonge katika majumba yao utakugumbanisha na ume zao wakawaachwa kumbe una malengo yako katika kabair katika makabari saba aljitanibu saba almubiqat jiepusheni mambo saba ya almuhlikat yenye kuangamiza watu ashirku billah wa qatl nafs wa sihr wa uquq alwalidain asir wana kupiga pande wazee wawili kuwafanyia uovu wazee wawili na nini tena وقتل نفسنا وقذف موجة كاية قذف المحصنات الغافلات وسنجزية كروشة maneno ya uongo kurusha kurembea maneno ya uongo wanawake waliokuwa wameolewa maghafilat wenyewe kwa majumbani mwao hawana lolote walifanya maskini ukaenda kusingizia ukasababisha fitna katika aila za watu na kugombanisha watu mpaka waachwe kwa malengo maovu uko na watu na watu wanafanya haya wanafanya mengi yanafanywa ushetani nao hajamwacha mtu katika kumpoteza kwa hivyo qadhfu yuqdhafuna maana gani wanarembewa kitu gani wanafukuzwa huko nini yuqdhafuna wanafukuzwa kwa nini tunasema nayazik na nini shuhub moto inatoka katika nyota zile ambazo zikisha muda wake zinatoka zinaripuka halafu zinatoa cheche zake kubwa flames moto mkali sana na Mwenyezi Mungu anakusudia hasa kuwapiga hawa na majini wanakwenda kustilaki sama kuna hapa kutega la samauna wasisikie ila al-mala'i al-a'la kwenda juu malaika kusikia halafu bali kila wakisogea wayuqdhafuna wana nini wanarembewa na nini zile nyota ambazo zishakusha muda wake zinakuwa wajalnaha rujuman lishayatin walaqad khalaq وقد زينا السماء الدنيا بمصابيح tumepamba mbingu ya dunia ya chini kabisa hii ya karibu bimasabiha hapa tunasema bizinatil kawakib na masabih bimasabih wajalnaha tunajalia baadaye zikawa ndo hizo rujuman rajm kupiga mawe qadhf maana moja rujuman lishayatin na ukitizama hapa tukenda katika sura al-jinn sura al-jinn inasema nini inasema katika sura al-jinn juz 29 وأننا ظننا أن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا ili moja katika sifa mbaya kwamba wanaume binadamu min al-insi wanakwenda kujikinga na rijali min al-jinn wanafanya nini wanazidishia irhaq na taabu na shida na kuwapoteza zaidi wanazidishia madhambi wa annahum dhannu kama dhanantum an lan yab'ath Allah ahada na wamepinga wamekataa wanapinga kiyama wanapinga yote pia wengine wa anna lamasna as-samaa nini wanasema nasi yalmas yani kugusa wa anna kwamba sisi lamasna as-samaa tumezigusa mbingu bimaana wamekwenda na wanapandiana moja juu moja na usiseme kama binadamu kampandia atafika hapa hata pale kwenye sakafu hatuwezi kufika hawa maumbile yao inaweza kwenda kwa urefu spidi yao kubwa wanaungana moto kwa moto wanaungana Allahu a'lam vipi wanakwenda wewe fikira wa jini mani
manini wa kullu ghawasin kullu banna'in wa ghawas. Jeshi la Suleiman majini walipofanya wajenzi wazuri tena kwa spidi, na ghawas wanapiga mbizi, sio mbizi mita 2 au 3 piga mbizi mita 1000 mita 500 700, vipi wanaweza kufika? Juzi ile moja wanasikia joki nyingi, asema moja akapakia katika jahazi yake Dar es Salaam hapo, kapakia nini magunia yake ya batata, anambia tunzetu kwenda kufika njiani hapo Pungume, anambia tupie nimeshafika, nitupie magunia yangu batata mara huyo tukatubugia kendo zake visa kweli uongo, mimi nasema kama nilivyosikia sasa tena kenda para pina jahazi lake, anambia bwana batata zangu leo nataka nichukulie huko Dar es Salaam, anambia ila leo nitishi, hebu niambie hivyo kweli kiumbe binadamu kama yeye anakwambia nitupie nimeshafika, maduka yangu yako chini kwenye muhimu tuache haya. Muhimu ni kwamba nini? Kwamba hawa washayatina kullu nini banna'in wa ghawas wanapiga mbizi, wanakwenda kutoa malulu na marjana, au sio? Ina maana kwamba na uwezo tofauti ya kibinadamu, au sio? Mwenyezi Mungu ajalie. Kwa hivyo haya unaposikia uweke akilini kwamba viumbe visionekana binadamu waona tuona sisi min haythu la tarawna, kwamba nyinyi hamwezi kuona, lakini wao innahu yarakum na watu wake wakabilu min haythu la tarawnahum, nyinyi hamwezi kuona. Na hawa wamesema kwamba wanapofika inna lamasna samaa, aya 8 sura al-Jinn, na kwamba si anna ya kwamba sisi lamasna samaa tulizigusa mbingu, yani tumefika huko, fawajadnaha, na tukaona muliat, mbingu imejazwa malian, muliat imejazwa nini? Na harasan, ulinzi, shadidan, ulinzi mkubwa kabisa. Wacha hivyo, tuna shuhuba. Shuhub ni zile nyota zinazopasuka zikanyiko dhahabu, zicheche zinaruka za kwenda kila pahala, na tunaziona si nyota inaanguka ghafla, au sio? Au jamja kuziona zilizopondoka vile, huenda ikawa ndo zile katika ndo nini shuhuba zenyewe. Ukishamwona anamfuatia huko anaenda kumaliza huko shana, ila kwenda anampiga na anagonga na toa mlipuko mkubwa. Na hivyo ndivyo wanavyoteketezwa, kwa sababu nini? Asije akafika huko akapa wachawi na nini habari alizozisikia. Lakini kwa heshima ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na utukufu wa kitabu, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, tumeshusha hii dhikri na tutahifadhi. Mwenyezi Mungu ameeneza harasan shadidan. Sasa ndio wanagundua. Zamani walikuwa wanaweza kusikia neno wakaiba wakakimbia wakaja duniani, na makuhani wao wanawapa habari zile na wanadanganya, na mingine 99 wakaambia uongo. Lakini kuanzia Qur'an kushuka sasa hakuendeki kwa mambo yamekuwa magumu sasa. Wana lamasna samaa fawajadnaha fawajadnaha, tukaikuta nini? Muliat, imejazwa ni harasan, ulinzi, shadidan, ulikuwa mkali kabisa, wenye nguvu, washuba na vimondo. Kwa nini? Kwa sababu zamani tulikuwa desturi yetu tunakwenda tunapata mambo tunaenda kuchambuza habari okotea. Kwa sababu wanasema wa anna kuna naq'udu minha, naq'udu tunakaa qu'ud julus, sio kuna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Malaika wale wanapita, tunakaa tunapata moja mawili pup, tunakuja zetu tunadanganya watu. Kuna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Lakini sasa je, faman yastami' al-ana, anayejaribu kusikia sasa na baada ya kushuka Qur'ani, yajid lahu shihaban, atakuta hapo atakuta nini? Shihab. Na shuhuba wingi wa shihab, na shihab flame, burning flame, ule ni moto wote unawaka, na kwa shihab watasikia nini? Ndio hapa tunasema wanatumia hapa neno kimondo, au sio? Wataona makombora ya moto. Shihaban rasada maana nini? Yarsud, yani nini? Inamlenga, inamvizia. Inna rabbaka labil mirsad, mulako yuko katika nini? Katika nini? Kumtega, tunakumtazama, tukumonitor. Hii maana yake mirsad. Hata tunatumia neno katika lugha ya kisasa, wanasema irsadul jawi, meteorological stations za kupima hewa, kupima mvua, kupima pressure, nini yote inaitwa meteorology. Sio meteorological station
kwa Kiarabu ita irsal jawi, uchunguzi, kuchungua kila kitu, mvua, pepo, speed, direction, yote inaitwa irsal. Rasada bimaana nini? Kutizama kitu ukakichunga na kukitazama na kukifuata, kukispy, ndio maana yake irsal. Kwa hivyo hapa wataona shihaba rasada inamlenga yeye, kila anapokwenda papi na kwenda tena, haikosi shabaha, au sio? Patriotic au sio? Missiles nakwenda. Kwa hivyo utaona shuhuban, inasema nini hapa? Shihaban nini? Rasada, sio? Shihaban rasada. Au unaweza kusema kwa lugha nyepesi kabisa, atakuta kimondo shihab, rasada kinachomvizia tu papa, kimono mbio inampiga. Kwa hivyo hawai kuleta kitu chini. Alafu kwa hivyo haya ndio tunakuta katika surati Jinn. Lakini je, tukienda katika surat al-Hijr tutakuta nini? Katika surat al-Hijr tunaona katika aya 16 Mwenyezi Mungu anasema, walaqad ja'alna fi samai burujan wa zayyanaha lin-nadhirin, na kwa hakika tumefanya katika mbingu vituo vya sayari, buruji, na alafu kisha nini? Wa zayyanaha lin-nadhirin, tukaipamba kwa wenye kutazama. Wa hafidhnaha, tukahifadhi. Wa hafidhnaha, tukahifadhi. Na ile masdar huku imesema nini? Wa hifdhan min kulli, hifdhan masdar ina nguvu zaidi ya ulinzi, zaidi kulinda kuliko hafidhnaha, ina nguvu zaidi, kwa sababu hapa utakuta hapa kuna nini? Fa atba'u shihabun thaqib. Thaqib ina nguvu zaidi ya kupenya na kupiga na kuripua. Ndiye au ukitazama hapa kasema hiyo, hafidhna min kulli shaytanir rajim illa man istalaqa sam'a fa atba'u shihabun mubin. Kipande hiki inshallah tutakielezea tena, lakini tujue kwamba shetani anapojaribu kufanya lake na kudanganya watu ni kwamba hizi nyota zina influence juu ya activities, harakati za binadamu na nini. Kama ndio kudanganya watu, tunaweza kujua masiri yetu, destiny yetu ya mambo tufika kutokana na nyota. Hii ni uongo na uongo na uongo. Nyota, amali nujum, zina tusema mapambo. Amali nujum rujuman lishayatin, azio kwa ajili ya kupiga mashetani. Na amali kaza nujum ni kuongoza hidayah fi dhulumat, katika kiza. Wa bin najmi wa alamat katika ardhi. Alama, unajua kuna mlima, kuna nini, kuna jabali, kuna alamat. Wa bin najmi hum yahtadun. Hii Qur'ani imetaja mambo matatu basi: zina, rujuma lishayatin, wa bin najmi hum yahtadun. Hidayah, kuonesha watu njia, kufuata nyota fulani na nipeleka njia unataka kwenda, katika sahara, katika bahari wanatumia nyota. Zamani, siku hizi kuna mejaa mabusala na nini compass nini haya na GPS tena yamejaa siku hizi, lakini nyota ndio mfumo uliokuwa ukitumika sana kwa kuweza kujua njia yako. Kwa hivyo masala mengine yote ghairi ya amali hizi tatu ni upotofu kutokana na mashaitani. Wa bihadha naktafi, wallahu a'lam.